Wanjiru alishikilia tikiti yake ya pekee kifuani mwake, akihisi msukosuko wa basi lililojaa watu ambalo lilimpeleka kutoka kitongoji chake katika viunga vya Nairobi hadi kwenye jumba kubwa la kifahari lililoko Karen, ambapo Bibi Zawadi alikuwa akimgoja. Ilikuwa karibu miaka 10 tangu aanze kusafisha kila pembe ya nyumba hiyo, akijua siri za kimya za samani za kale na harufu ya lavenda ambayo daima ilitanda hewani, kumbukumbu ya uchangamfu ambao siku moja ulijaza vyumba hivyo. Lakini hivi karibuni, harufu ya lavenda ilikuwa ikibadilishwa na angahewa nzito, karibu dhahiri, ya huzuni na kitu kingine ambacho Wanjiru hakuweza kukitaja, lakini kilichomfinya moyo. Bibi Zawadi, bibi kizee mwenye umri wa miaka 80 na kitu, ambaye macho yake hapo awali yalikuwa yaking'aa na tabasamu lake lilikuwa rahisi, sasa alitumia muda mwingi kitandani. Afya yake ilikuwa imedorora haraka katika miezi ya hivi karibuni, na pamoja nayo, ilionekana kana kwamba furaha ya nyumba hiyo pia ilikuwa ikififia. Jamaa wa karibu pekee alikuwa Mwangi, mjukuu wake, mwanamume mtanashati na mwenye sura nzuri mwenye umri wa miaka 30 na kitu, ambaye alikuwa amehamia kwenye jumba hilo takriban mwaka mmoja uliopita, kwa kisingizio cha kumtunza bibi yake. Kwa ulimwengu wa nje, kwa marafiki wachache ambao bado walimtembelea Bibi Zawadi, Mwangi alikuwa mfano wa mjukuu aliyejitolea, daima mnyenyekevu na mwenye kujali. Hata hivyo, Wanjiru, kutokana na ukaribu alioupata kutokana na kazi yake ya kila siku, aliona zaidi ya sura ya nje. Aligundua jinsi sauti ya Mwangi ilivyobadilika sana alipofikiri yuko peke yake na bibi yake, kutokuwa na subira kulikofichwa katika maneno yake, mng'ao wa hila machoni pake mada ilipokuwa mali ya familia. Aliona pia jinsi makabati ya store yaliyokuwa yamejaa hapo awali sasa yalionekana kuwa matupu zaidi, na jinsi dawa za gharama kubwa za Bibi Zawadi, ambazo yeye mwenyewe wakati mwingine alikwenda kuzinunua kwenye duka la dawa kwa ombi la bibi yake, zilionekana kuisha haraka kuliko kawaida, licha ya bibi kizee kulalamika kuwa hapati dozi zote. Bibi Zawadi, kwa upande wake, alikuwa amekuwa mkimya zaidi, karibu mwenye woga. Macho yake, yaliyokuwa hai hapo awali, sasa yalibeba huzuni kubwa na, nyakati nyingine, mng'ao wa woga. Mwangi alipoingia chumbani, alikuwa ameacha kuomba maandazi yake apendayo, kutoa maoni kuhusu maua ya bustanini aliyoyapenda sana, na mazungumzo yake na Wanjiru, yaliyokuwa yamejaa hadithi na vicheko hapo awali, sasa yalikuwa nadra na ya kunong'ona, daima akitazama haraka mlangoni, kana kwamba aliogopa kusikiwa. Wanjiru alihisi kuwa kuna kitu kibaya sana, lakini mfanyakazi wa nyumbani rahisi angeweza kufanya nini? Asubuhi hiyo ya Jumanne, alipokuwa akipangusa vumbi kwenye samani za ofisi ya zamani ya mzee Kimani, mume marehemu wa Bibi Zawadi, mahali ambapo mara chache palitumika, Wanjiru alihisi macho ya bibi yake yakimtazama. Bibi Zawadi alikuwa kwenye kiti chake cha magurudumu kando ya dirisha, akionekana kana kwamba alikuwa akisinzia, lakini macho yake yalifunguka kwa muda mfupi na kukazia dawati la zamani la mbao za mkongo, kabla ya kufunga tena. Ilikuwa ishara ndogo, karibu isiyoonekana, lakini Wanjiru, ambaye alikuwa amejifunza kusoma kati ya mistari ya tabia ya Bibi Zawadi, alihisi kuwa kulikuwa na maana hapo. Baadaye, Mwangi alipoondoka kwa ajili ya moja ya miadi yake muhimu ya siri, Wanjiru alirudi ofisini. Dawati lilikuwa limejaa vumbi, limefunikwa na safu nyembamba ya usahaulifu. Alikumbuka macho ya Bibi Zawadi na, kwa hisia ya kufanya kitu kilichokatazwa, alianza kusafisha drawer kwa bidii zaidi kuliko kawaida. Kwenye drawer ya mwisho, chini kabisa, chini ya rundo la karatasi za manjano, vidole vyake viligusa kitu tofauti. Daftari dogo lenye jalada gumu, la rangi ya bluu iliyokolea, lililofungwa kwa utepe wa satini uliofifia. Halikuonekana kama hati rasmi, bali kitu cha kibinafsi. Moyo wake ukienda mbio, Wanjiru alisita. Je, ilikuwa sahihi kuingilia faragha ya bibi yake kwa njia hii? Lakini sura ya macho ya huzuni ya Bibi Zawadi na hisia ya kuwa kitu kibaya kilikuwa kikitendeka vilimsukuma. Kwa uangalifu, alifungua utepe na kufungua daftari. Mwandiko wa kifahari, ingawa ulitetemeka kidogo katika baadhi ya sehemu, bila shaka ulikuwa wa Bibi Zawadi. Na kile Wanjiru alichosoma katika kurasa zilizofuata kilimfanya damu yake igande. Daftari hilo halikuwa shajara endelevu, bali mfululizo wa maandishi yaliyotawanyika, tafakari na maombolezo,
yaliyoandikwa katika miezi ya hivi karibuni tangu Mwangi alipoongeza uwepo wake nyumbani. Katika kurasa za kwanza, Bibi Zawadi alielezea furaha yake ya awali kutokana na kujitolea dhahiri kwa mjukuu wake, matumaini ya kuwa na mwenzi na utunzaji katika siku zake dhaifu zaidi. Lakini kadiri maandishi yalivyoendelea, sauti ilibadilika sana. Mwangi aliomba nenosiri langu la benki leo, ilisomeka katika moja ya maandishi. Alisema ni ili kurahisisha malipo ya bili. Nilihisi uchungu moyoni, lakini ningeweza kufanya nini? Yeye ndiye kila kitu nilicho nacho. Katika jingine la hivi karibuni zaidi, chakula ni tofauti, hakijitoshelezi. Dawa alizoagiza Daktari Silveira hazionekani kuwa na athari sawa. Mwangi anasema ni mawazo yangu tu, kwamba ninaanza kuchanganyikiwa. Uchungu wa Bibi Kizee ulifurika kutoka kwenye maneno. Anazungumza kuhusu wosia karibu kila siku. Anauliza kuhusu mali, kuhusu vito nilivyorithi kutoka kwa mama yangu. Nahisi macho yake yamenikazia, si kwa upendo, bali kwa pupa inayoniogopesha. Wanjiru alihisi fundo kooni mwake. Mwanamke mpole aliyemtendea kwa heshima kwa miaka mingi alikuwa akiishi katika ndoto mbaya ya kimya. Kulikuwa na maandishi kuhusu mabishano yaliyofichwa, kuhusu jinsi Mwangi alivyomshinikiza kusaini hati ambazo hakuzielewa kikamilifu, kuhusu kupotea kwa vitu vidogo vya thamani kutoka nyumbani ambavyo alihusisha na kumbukumbu dhaifu yake. Sehemu mbaya zaidi ilikuwa moja ya maandishi ya mwisho. Ninaogopa kile anachoweza kufanya nisipokubali. Nahisi kama mfungwa katika nyumba yangu mwenyewe. Laiti Kimani wangu angekuwa hapa, au Wanjiru angeweza kuelewa kile nisichoweza kusema. Niliacha barua kwa wakili Okello, wakili wangu wa zamani, ndani ya kitabu cha mashairi cha Ngugi wa Thiong'o kwenye rafu. Lakini itafikaje kwake? Wanjiru alifunga daftari, mikono yake ikitetemeka. Barua. Bibi Zawadi alitaja barua kwa wakili Okello. Alikijua kitabu cha Ngugi wa Thiong'o. Kilikuwa kwenye rafu ya juu zaidi ya maktaba, mahali ambapo Mwangi kamwe hangependa kupekua. Mfanyakazi wa nyumbani alihisi haraka ikimtawala. Alihitaji kupata barua hiyo. Alitazama saa. Mwangi angeweza kurudi wakati wowote. Kwa uangalifu, alirudisha daftari chini ya draw, akilifunika na karatasi kama lilivyokuwa awali. Moyo wake ulikuwa ukidunda bila mpangilio. Sasa hakuwa na shaka tu, bali udhibitisho wa kutisha. Mwangi hakuwa mzembe tu, alikuwa mkatili, mlaghai na, kwa dalili zote, alikuwa akimwibia bibi yake mwenyewe. Sura ya Bibi Zawadi, dhaifu na mwenye hofu, ilitofautiana sana na ile ya mjukuu mtanashati na mwenye hila. Wanjiru alihisi wimbi la hasira na huzuni kubwa. Lakini, zaidi ya yote, alihisi jukumu la kuchukua hatua. Hakujua tu jinsi gani. Alikuwa Wanjiru tu, mfanyakazi wa nyumbani. Mwanamke rahisi, ambaye alitegemea kazi hiyo kulisha watoto wake mwenyewe. Kama angemkabili Mwangi moja kwa moja, bila shaka angemfukuza kazi, kumharibia sifa, labda hata kumtisha. Nani angemwamini yeye dhidi ya mjukuu, mfano? Na polisi? Angeenda na ushahidi gani? Daftari la maandishi la Bibi Kizee, ambalo Mwangi angeweza kudai kwa urahisi kuwa ni la mtu aliyechanganyikiwa. Alihitaji barua iliyotajwa, alihitaji kitu halisi zaidi. Katika siku zilizofuata, Wanjiru aliishi katika hali ya tahadhari ya kila mara. Alichunguza kila hatua ya Mwangi, kila mazungumzo yake na bibi yake, kila neno lililotolewa. Alijaribu, kadiri iwezekanavyo, kuhakikisha Bibi Zawadi anapata faraja, anakunywa dawa zake ipasavyo. Wakati mwingine akisahau, kumpa Mwangi agizo la daktari ili yeye akanunue dawa na kwenda mwenyewe kwenye duka la dawa kwa pesa ambazo Bibi Zawadi bado aliweza kumpa kwa siri. Mwangi alianza kugundua uangalifu wa ziada wa Wanjiru na macho yake yenye mashaka, hali iliyofanya mazingira kuwa ya wasiwasi zaidi. Alianza kuzuia Wanjiru asiingie chumbani kwa bibi yake, akidai kuwa Bibi Zawadi anahitaji mapumziko kamili, kwamba yeye mwenyewe atashughulikia kila kitu. Wanjiru alijua muda unayoyoma. Afya ya Bibi Zawadi ilionekana kudhoofika kila siku. Udhibiti wa Mwangi juu ya nyumba na Bibi Kizee ulizidi kuwa mkali. Nafasi ya kutafuta barua katika kitabu cha mashairi ilizidi kuwa adimu. Alihitaji mpango, ujasiri na labda muujiza.
Upweke wa mapambano yake ulikuwa mzito, lakini sura ya macho ya Bibi Zawadi yenye kuomba na dhuluma ya hali hiyo vilimzuia kukata tamaa. Ungefanya nini ukiwa katika nafasi ya Wanjiru? Ikiwa hadithi hii tayari imekuvutia, tafadhali penda video hii na ujiandikishe kwenye chaneli ili usikose sura zinazofuata za safari hii ya kusisimua ya kutafuta haki. Fursa ambayo Wanjiru aliisubiri kwa hamu ilijitokeza bila kutarajia. Alhamisi moja alasiri, Mwangi alitangaza kwamba atahitaji kusafiri siku iliyofuata ili kutatua mambo muhimu ya kifamilia katika mji mwingine na angekuwa mbali kwa wikendi nzima. Alimwomba Wanjiru aje Jumamosi kufanya usafi mkuu, kumwangalia Bibi Zawadi, ingawa angeajiri muuguzi wa muda kwa ajili ya huduma za moja kwa moja. Kutajwa kwa muuguzi kulimtuliza Wanjiru kwa upande mmoja, lakini wazo la kuwa na nyumba karibu peke yake na Bibi Zawadi kwa saa chache liliwasha cheche ya matumaini. Mara tu Mwangi alipoondoka Ijumaa asubuhi, muuguzi huyo aliwasili. Alikuwa msichana mdogo, mwenye sura ya kuchoka, ambaye alitumia muda mwingi kwenye simu yake, akimwangalia Bibi Zawadi kwa shida. Wanjiru alimtazama kwa mashaka, lakini alidumisha usiri. Siku ya Jumamosi, Wanjiru aliwasili mapema kuliko kawaida. Muuguzi alikuwa bado pale, lakini alionekana kupendezwa zaidi na kutazama televisheni sebuleni kuliko kitu kingine chochote. Huku moyo wake ukidunda kwa nguvu, Wanjiru alianza kazi zake, akizingatia kwanza maktaba. Ilikuwa chumba cha kuvutia, chenye rafu zilizofika hadi darini, zilizojaa vitabu vilivyosimulia hadithi ya maisha yaliyojitolea kwa usomaji na maarifa. Kitabu cha Ngugi wa Thiong'o. Alikumbuka kwa mbali Bibi Zawadi akitaja heshima yake kwa mshairi huyo. Alitazama rafu za juu zaidi. Angehitaji ngazi. Wakati muuguzi alikuwa amejishughulisha na kipindi fulani cha televisheni, Wanjiru alichukua ngazi ndogo ya kukunja kutoka eneo la huduma na kuipeleka kwa siri maktabani. Kwa uangalifu ili asipige kelele, alipanda ngazi. Macho yake yalipita kwenye majina ya vitabu moja baada ya jingine. Na hapo kilikuwa A Grain of Wheat. Mikono ya Wanjiru ilikuwa ikitokwa na jasho. Akiwa na daftari la Bibi Zawadi bado akilini mwake, alijua kwamba kitabu hicho kingeweza kuwa na ufunguo wa kumsaidia bibi yake. Alichukua kitabu hicho kwa uangalifu. Ilikuwa chapa ya zamani, jalada lililochakaa kidogo na wakati. Alipitia kurasa haraka, moyo wake ukiwa kooni. Hakuna kitu. Aliendelea kupitia kurasa, polepole zaidi, akihisi umbile la karatasi ya zamani. Na kisha, kati ya kurasa za moja ya mashairi maarufu zaidi, alihisi kitu kizito zaidi. Bahasha ya manjano, nyembamba, bila jina la mtumaji, ikiwa na jina tu, kwa wakili Okello, haraka, lililoandikwa kwa mwandiko ule ule wa kifahari, ingawa ulitetemeka kidogo, kutoka kwenye daftari. Wanjiru alishuka kutoka kwenye ngazi akiwa na bahasha iliyofichwa chini ya aproni yake. Mwili wake ulitetemeka. Alitazama mlangoni, akihakikisha muuguzi anaendelea kushughulika. Alikimbilia kwenye chumba kidogo cha nyuma alichotumia kuhifadhi vitu vyake na, kwa mikono inayotetemeka, akafungua bahasha. Ndani kulikuwa na karatasi moja iliyokunjwa. Barua ilikuwa fupi, lakini yenye kuhuzunisha. Ndani yake, Bibi Zawadi alielezea kwa uwazi na kwa undani ukatili wa mjukuu wake, ubadhirifu wa pesa, upuuzo na hofu ya daima aliyokuwa akiishi nayo. Alimtaja Mwangi waziwazi na kumwomba wakili Okello, rafiki wa zamani wa familia na wakili wake mwaminifu kwa miaka mingi, kuchukua hatua za kumlinda na kuhakikisha kuwa matakwa yake ya kweli kuhusu mali zake yanaheshimiwa baada ya kifo chake, akitaja hata nia yake ya kubatilisha wasia wowote wa hivi karibuni ambao huenda alilazimishwa kuusaini. Alimsihi achukue hatua haraka, kwani alihisi nguvu zake zikimtoka. Wanjiru alihisi mchanganyiko wa afueni na hofu. Afueni kwa kuwa na ushahidi halisi, kitu ambacho kingeweza kuthibitisha yaliyoandikwa kwenye daftari. Hofu kutokana na jukumu ambalo sasa lilikuwa mabegani mwake. Afanye nini na barua hii? Ampelekee moja kwa moja wakili Okello, lakini angemkuta wapi? Hakuwa na mawasiliano yake, na kama Mwangi angejua. Wakati huo alisikia hatua za muuguzi zikikaribia. Haraka alirudisha barua kwenye bahasha na kuificha ndani kabisa ya mfuko wa aproni yake. Wanjiru, umeiona rimoti ya televisheni? Msichana aliuliza.
wa sura ya mtu asiyetaka kusumbuliwa. Nafikiri iko kwenye meza ya kahawa sebuleni, bibie, Wanjiru alijibu, akijaribu kuweka sauti yake imara. Sehemu iliyobaki ya siku ilipita kama ukungu. Wanjiru alisafisha nyumba kimashine, lakini akili yake ilikuwa ikifanya kazi kwa kasi. Alihitaji kufikiri, kuchukua hatua kwa uangalifu. Alikumbuka wakati mmoja Bibi Zawadi alipotaja kuwa wakili Okello alikuwa na ofisi katikati ya jiji, karibu na mahakama ya zamani. Labda angemkuta huko Jumatatu, lakini Mwangi angerudi Jumapili jioni. Ingekuwa hatari kubaki na barua hiyo kwa muda mrefu. Jumapili alasiri, wakati muuguzi alikuwa akisinzia kwenye sofa sebuleni, Wanjiru alifanya uamuzi. Hakuweza kusubiri hadi Jumatatu. Hofu ya kwamba Mwangi angerudi na, kwa namna fulani, kugundua barua au daftari ilikuwa kubwa mno. Alikumbuka kuwa alikuwa ameona, kati ya karatasi za zamani ofisini, kadi kadhaa za biashara. Labda mojawapo ilikuwa ya wakili Okello. Kwa uangalifu mkubwa, alirudi ofisini. Kwa siri alipekua sanduku la chuma ambapo Bibi Zawadi alikuwa akihifadhi hati za zamani. Na hapo ilikuwa kadi ya manjano yenye jina Wakili Almasi Okello, ofisi ya mawakili, na nambari ya simu. Afueni ilimjaa mwilini. Alichukua simu yake rahisi, mfumo wa zamani ambao mara chache alitumia kupiga simu. Kwa vidole vinavyotetemeka akapiga nambari hiyo. Iliita mara 1, 2, 3. Ujumbe wa sauti. Bila shaka, ilikuwa Jumapili. Wanjiru alihisi baridi ya kukata tamaa. Na sasa, aache ujumbe? Je, ingekuwa salama? Na kama Mwangi kwa namna fulani angepata ujumbe huo? Alikata simu, moyo wake ukiwa mzito. Alitazama saa. Bado alikuwa na saa chache kabla muuguzi hajamka au Mwangi, kutokana na tukio lisilotarajiwa, kurudi mapema. Ndipo wazo la hatari, lakini la lazima, lilipomjia akilini. Alimjua mtu ambaye labda angeweza kusaidia au angalau kumshauri. Mama Atieno, jirani yake wa zamani, mwanamke mstaafu ambaye alikuwa amefanya kazi kama karani katika ofisi ya mawakili kwa miaka mingi. Alikuwa mwanamke msiri, mwenye busara na, Wanjiru alihisi, mwaminifu. Aliishi vitalu vichache kutoka hapo, kwenye barabara tulivu katika eneo lile lile la kifahari. Kwa kisingizio cha kuhitaji kununua kitu dukani, Wanjiru alimwomba muuguzi amwangalie Bibi Zawadi kwa dakika chache. Alificha daftari na barua kwenye mkoba wake na kutoka haraka, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Hofu ilikuwa rafiki wa kudumu, lakini sura ya Bibi Zawadi, dhaifu na mfungwa katika nyumba yake mwenyewe, ilimpa nguvu ambayo hakujua alikuwa nayo. Alifika nyumbani kwa Mama Atieno na, kwa afueni yake, akamkuta bustanini, akitunza maua yake ya waridi. Alielezea hali hiyo haraka, sauti yake ikikwama kwa sababu ya uharaka na hofu. Alionyesha daftari na barua. Mama Atieno alisikiliza kila kitu kwa makini, sura yake ikibadilika kutoka mshangao hadi wasiwasi na, hatimaye, hadi hasira iliyozuiliwa. Mungu wangu, Wanjiru. Hili ni jambo zito sana, Mama Atieno alisema, baada ya kusoma barua. Mwangi huyu ni mnyama. Na maskini Zawadi. Lazima tuchukue hatua haraka. Lakini nifanye nini, Mama Atieno? Wakili Okello hajibu. Ninaogopa kusubiri hadi kesho. Mama Atieno alifikiria kwa muda. Namjua wakili Okello kwa jina. Ni mtu anayeheshimika sana, lakini pia ana shughuli nyingi. Labda njia bora si kupiga simu tu. Unahitaji kuipeleka hii mwenyewe, lakini kwa usalama. Na tunahitaji shahidi, mtu anayeweza kudhibitisha hadithi yako, endapo Mwangi atajaribu kukukana au kukudhuru. Ndipo Mama Atieno akapata wazo. Alikuwa na mpwa, Mama Kena, ambaye alikuwa mfanyakazi wa kijamii na alifanya kazi na kesi za wazee walio katika mazingira magumu. Makena ni msichana shupavu, Wanjiru, na ana mawasiliano sahihi. Tumpigie simu. Tutaelezea hali na tuone kama anaweza kukutana nasi leo hii, labda nyumbani kwa wakili Okello, ikiwa tutaweza kupata anwani yake ya nyumbani. Matumaini yalirudi tena moyoni mwa Wanjiru. Hakuwa peke yake tena. Kwa msaada wa Mama Atieno, walimpigia simu Makena. Mfanyakazi wa kijamii, baada ya kusikia ripoti hiyo, alionyesha wasiwasi mkubwa na, ingawa ilikuwa Jumapili, alikubali kusaidia.
Alimjua wakili Okello na alikuwa na anwani yake ya nyumbani. Alipendekeza wakutane hapo baada ya saa moja. Wanjiru alihisi mchanganyiko wa hofu na azimio. Mpango ulikuwa wa hatari, lakini ilikuwa nafasi pekee ya kumwokoa Bibi Zawadi. Alimshukuru Mama Atieno kwa machozi. Hujui unanifanyia wema kiasi gani. Usijali, mtoto wangu. Kufanya lililo sahihi ni wajibu wetu sote, Bibi Kizee alijibu kwa tabasamu la kutia moyo. Wanjiru alirudi nyumbani kwa Bibi Zawadi, moyo wake bado ukidunda kwa kasi, lakini sasa akiwa na lengo wazi. Alihitaji tu kuhakikisha muuguzi anaendelea kushughulika na kwamba ataweza kutoka tena kwa wakati uliopangwa kukutana na Makena na, kwa bahati nzuri, wakili Okello. Uhuru na heshima ya Bibi Zawadi vilitegemea hilo. Na wewe, unayefuatilia hadithi hii, unaamini katika nguvu ya umoja na ujasiri kupambana na dhuluma? Acha maoni yako, tunataka kujua maoni yako. Saa iliyofuata ilionekana kama umilele kwa Wanjiru. Kila mlio mdogo nyumbani, kila hatua ya muuguzi chumbani kwingine ilimfanya ashtuke. Alijaribu kuzingatia usafi, lakini mawazo yake yalikuwa yote kwenye mkutano uliokaribia. Alimtazama Bibi Zawadi kila mara, ambaye alikuwa akisinzia kitandani mwake, uso wake ukiwa mweupe na wenye alama za mateso ya kimya. Vumilia, Bibi Zawadi, Wanjiru alinong'ona mwenyewe, msaada uko njiani. Mwishowe, wakati ulifika. Muuguzi alikuwa amejishughulisha na tamthilia kwenye televisheni, na Wanjiru, kwa kisingizio cha kuhitaji kwenda kwenye duka la dawa kununua dawa ya maumivu kwa ajili yake mwenyewe, alifanikiwa kutoka nyumbani bila kuamsha shaka. Akiwa na mkoba uliokuwa na daftari na barua ameshikilia kifuani mwake, alitembea haraka kupitia barabara zenye miti za Karen, kuelekea anwani aliyokuwa amepewa na Makena. Nyumba ya wakili Okello ilikuwa jengo la kifahari, lakini la kawaida, lenye bustani ndogo iliyotunzwa vizuri. Makena, mfanyakazi wa kijamii, mwanamke mwenye macho makali na sura ya uwezo, alikuwa tayari akimgoja langoni. Bibi Wanjiru, sivyo? Shangazi Atieno aliniambia kila kitu. Hali ni tete sana. Ndiyo, bibi. Nimeleta ushahidi, Wanjiru alisema, sauti yake bado ikitetemeka kidogo. Makena alimuingiza ndani. Wakili Okello, bwana mwenye nywele za mvi na msimamo mnyoofu, licha ya umri wake, aliwapokea ofisini kwake. Alisikiliza ripoti ya Wanjiru kwa wasiwasi unaoongezeka, macho yake yenye uzoefu yakichambua kila neno. Wanjiru alipompa daftari na barua, alivisoma kimya, sura yake ikizidi kuwa ya huzuni. Namjua Zawadi kwa zaidi ya miaka 40, wakili Okello alisema mwishowe, sauti yake ikiwa imejaa huzuni. Sikuwahi kufikiria kuwa Mwangi, mjukuu aliyempenda sana, angeweza kuwa na ukatili kama huo. Barua hii, mwandiko huu bila shaka ni wake, na yaliyomo yanatia wasiwasi. Niliona, wakili, Wanjiru aliingilia. Naona kila siku jinsi anavyomtendea, jinsi pesa zinavyopotea, jinsi anavyoogopa. Kutelekeza na unyanyasaji wa kifedha dhidi ya wazee ni uhalifu mkubwa, Bibi Wanjiru, Makena alielezea. Na kile unachoelezea, pamoja na ushahidi huu, kinatupa msingi wa kuchukua hatua. Lakini Mwangi ana ushawishi, ana watu. Wanjiru alitafakari, hofu bado ikiwepo. Anaweza kujaribu kuniharibia sifa, usema nimezusha kila kitu. Ndiyo maana msimamo wako ulikuwa sahihi sana kutafuta msaada na kuleta ushahidi huu, Wanjiru, wakili Okello alisema. Ujasiri wako unastahili kupongezwa. Hatutaruhusu aendelee kumfanyia hivi Zawadi. Na tutahakikisha usalama wako pia. Mpango uliandaliwa haraka. Makena angewasiliana na idara ya watoto na wazee au kitengo husika cha polisi asubuhi iliyofuata, akiwasilisha ushahidi. Wakili Okello, kama wakili wa Bibi Zawadi, angechukua hatua za kisheria zinazohitajika ili kuhakikisha usalama wake na uchunguzi wa matendo ya Mwangi, ikiwa ni pamoja na ukaguzi wa fedha na uhalali wa hati yoyote ambayo huenda alilazimishwa kusaini. Wanjiru alikubali kutoa ushahidi wake rasmi. Kuondoka nyumbani kwa wakili Okello kulimpa Wanjiru hisia ya afueni ambayo hakuwa ameihisi kwa miezi. Mzigo bado ulikuwa mzito, lakini sasa hakuwa peke yake tena. Kulikuwa na matumaini. Alirudi nyumbani kwa Bibi Zawadi kabla Mwangi hajarudi kutoka safarini,
moyo wake ukiwa mwepesi zaidi, lakini bado akiwa na wasiwasi kuhusu yaliyokuwa yakija. Alijua vita ndiyo kwanza ilikuwa imeanza, lakini sasa alikuwa na washirika wenye nguvu na nguvu ya ukweli upande wake. Jambo muhimu zaidi lilikuwa kwamba Bibi Zawadi hakuwa tena bila msaada. Wanjiru alimtazama bibi yake ambaye alikuwa amelala, akunong'ona, haki itatendeka, Bibi Zawadi. Utakuwa sawa. Jumatatu asubuhi ilifika, ikiwa imejaa wasiwasi. Mwangi alikuwa amerudi kutoka safarini usiku uliopita, bila kujua chochote kilichokuwa kimetokea. Alitenda kwa unafiki wake wa kawaida, akimuuliza Wanjiru kama bibi yake alikuwa ametulia, kama muuguzi wa muda alikuwa na uwezo. Wanjiru alijibu kwa maneno machache, akijaribu kudhibiti msukosuko wa hisia aliyokuwa nao. Kama ilivyopangwa, Makena na wakili Okello walichukua hatua haraka. Katikati ya asubuhi, wakati Mwangi alikuwa chumbani kwake, akijifanya anafanya kazi kwenye kompyuta yake ndogo, kengele ya mlango iliita. Wanjiru alifungua. Walikuwa maafisa wawili wa polisi waliovalia kiraia, wakifuatana na Makena. Habari za asubuhi. Sisi ni kutoka kitengo cha ulinzi wa wazee. Tungependa kuzungumza na Bwana Mwangi na Bibi Zawadi, mmoja wa maafisa alisema, kwa upole lakini kwa uthabiti. Mwangi alishuka ngazi, sura yake ikibadilika kutoka mshangao hadi hasira alipowaona maafisa wa polisi na Makena. Hii ina maana gani? Ni upuuzi gani huu nyumbani kwangu? Bwana Mwangi, Makena alianza, tumepokea ripoti nzito kuhusu utunzaji wa bibi yako, Bibi Zawadi, kuhusu usimamizi wa mali zake. Tunahitaji kuzungumza. Kiburi cha Mwangi kilianza kuyumba, kikitoa nafasi kwa wasiwasi uliofichwa kwa shida. Hii ni fedheha. Uzushi. Bibi yangu anatunzwa vizuri sana nami. Tutadhibitisha hilo, bwana, afisa alijibu. Wakati afisa mmoja alikuwa akizungumza na Mwangi sebuleni, akijaribu kutuliza malalamiko yake yaliyozidi kuwa makali, Makena na afisa mwingine, wakifuatana na Wanjiru, walipanda kwenda chumbani kwa Bibi Zawadi. Bibi Kizee alipomwona Makena, mtu mwenye mamlaka lakini mwenye tabasamu la upole, alionekana kulegea kidogo. Kwa subira na huruma kubwa, Makena alielezea sababu ya ziara yao. Macho ya Bibi Zawadi yalijaa machozi, lakini wakati huu yalikuwa machozi ya afueni. Alidhibitisha kwa sauti dhaifu lakini wazi kila kitu alichokuwa ameandika kwenye daftari na kwenye barua. Uwepo wa polisi na mfanyakazi wa kijamii nyumbani ulikuwa wa kutosha kuifanya maski ya Mwangi ianguke kabisa. Alipokabiliwa na ushahidi kutoka kwenye daftari na barua, pamoja na ushahidi wa Bibi Zawadi na Wanjiru, msimamo wake wa kiburi uliporomoka, ukitoa nafasi kwa hofu. Uchunguzi uliofuata ulifichua mtandao wa udanganyifu wa kifedha, ubadhirifu, na kutelekezwa ambao uliwashtua hata maafisa wa polisi wenye uzoefu zaidi. Ilibainika kuwa Mwangi alikuwa ametoa pesa zote kwenye akaunti za bibi yake kimfumo. Alikuwa ameuza vito na hata alikuwa amejaribu kuweka rehani nyumba bila idhini yake kamili. Hatua za ulinzi ziliwekwa mara moja ili kuhakikisha usalama wa Bibi Zawadi. Mwangi aliondolewa nyumbani na alianza kuwajibika kisheria kwa matendo yake. Wakili Okello alianza mchakato wa kubatilisha hati zozote za kutiliwa shaka na kuhakikisha kuwa matakwa ya kweli ya Bibi Zawadi kuhusu urithi wake yanaheshimiwa. Habari ilienea katika kitongoji kama moto. Sura ya mjukuu aliyejitolea iliporomoka, ikifichua mnyama mlafi alivyokuwa hasa. Wengi waliokuwa wakimpongeza Mwangi hapo awali sasa walihisi chuki na aibu kwa kudanganywa. Na Wanjiru, mfanyakazi wa nyumbani, ambaye hapo awali hakuonekana na wengi, akawa shujaa wa kimya, akisifiwa kwa ujasiri na uaminifu wake. Mwenendo wake uliwapa wengine katika jamii msukumo wa kuwa macho zaidi kwa dalili za unyanyasaji na kutelekezwa kwa wazee. Ikiwa pia unapata msukumo kutoka kwa vitendo vya ujasiri kama vya Wanjiru, au unaamini kuwa haki inapaswa kushinda daima, penda video hii na ujiandikishe kwa hadithi zaidi zinazoimarisha imani yetu katika ubinadamu. Katika miezi iliyofuata, maisha ya Bibi Zawadi yalianza kubadilika. Akiwa huru kutokana na ukandamizaji na hofu iliyowekwa na Mwangi, kwa utunzaji unaofaa sasa ukisimamiwa na Makena na kwa msaada endelevu wa Wanjiru na wakili Okello, afya ya Bibi Kizee ilionyesha uboreshaji wa kushangaza. Mng'ao ulirudi machoni pake,
Hata tabasamu hafifu lilianza kuonekana midomoni mwake. Alianza tena kuomba maandazi yake apendayo, kupendezwa na maua ya bustanini na kuwa na mazungumzo marefu na Wanjiru, sasa bila kunong'ona au macho ya woga kuelekea mlangoni. Wanjiru aliendelea kufanya kazi nyumbani, lakini uhusiano wake na Bibi Zawadi ulizidi kuwa wa kina, ukibadilika kuwa urafiki wa kweli na wa upendo, karibu kama kati ya bibi na mjukuu. Mwangi alihukumiwa na kulazimishwa kurudisha sehemu ya kile alichokuwa amebadilisha, ingawa uharibifu wa kihisia haukuweza kurekebishwa. Nyumba ambayo hapo awali ilikuwa mahali pa uchungu, ilianza tena kupumua amani. Siku moja, walipokuwa wakipanga baadhi ya vitu vya zamani vya Bibi Zawadi, walipata sanduku dogo la muziki ambalo halikuwa limefunguliwa kwa miaka mingi. Kwa juhudi kidogo, walifanikiwa kulifanya lifanye kazi. Melodi laini na ya kutamani ilijaza chumba. Bibi Zawadi alifunga macho yake. Chozi moja la upweke lilimtoka usoni. Hii ilikuwa nyimbo aliyoipenda sana babu yako Kimani, alimwambia Wanjiru. Daima alisema kuwa utajiri wa kweli haumo katika kile tunachokusanya, bali katika upendo tunaotoa na kupokea, katika heshima tunayoishi nayo. Ndipo Wanjiru alipoelewa kuwa urithi ambao Bibi Zawadi alitaka kuulinda hasa haukuwa mali tu, bali maadili yaliyokuwa muhimu kweli: upendo, heshima, utu na kumbukumbu ya maisha yaliyojengwa kwa uaminifu. Hayo ndiyo yalikuwa hazina ambazo Mwangi, katika uchoyo wake, kamwe hangeweza kuzielewa au kuzimiliki. Hayo ndiyo yalikuwa maadili ambayo Wanjiru, kwa unyenyekevu na ujasiri wake, alikuwa amesaidia kuyahifadhi. Hadithi ya Wanjiru na Bibi Zawadi ikawa ukumbusho kwa jamii nzima kuhusu umuhimu wa kuwatunza wazee, kuthamini uaminifu na ujasiri, jinsi mara nyingi mashujaa wa kweli ni watu wa kawaida ambao, katika nyakati muhimu, huchagua kufanya lililo sahihi bila kujali hatari. Haki inaweza kuchelewa, lakini haikosi kwa wale walio na ujasiri wa kuitafuta na uadilifu wa kuilinda. Na hivyo, mfanyakazi wa nyumbani aliyepata barua iliyofichwa hakumfichua tu mjukuu mlafi, bali pia alirejesha heshima ya Bibi Kizeen, kuwakumbusha wote maana ya kweli ya urithi usio na thamani.